nimekuja mbele yenu, kuna mambo kadhaa kuzungumzia kuhusu vijana wetu wa Chaso mkoa wa Mbeya, akiwemo mwenyekiti Noah Malwange, katibu wake Gwamaka Mboka, na mwenyekiti wa Puo Agustino Wasinyo, Rogers Mkwani pia ambaye naye ni mjumbe wa Chaso Mbeya. Vijana wenzetu hawa wanne walikamatwa mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2026 na jeshi la polisi kwa tuhuma za kupanga njama za ugaidi. Walipelekwa mahabusu kwa hizo tuhuma, lakini tarehe 23 mwezi wa 7 walipelekwa mahakamani ambapo ilitolewa taarifa kwamba wataenda kusomewa mashtaka. Lakini kilichotokea siku hiyo, sisi vijana wa Chaso, wapenda haki na wananchi na wanachama kwa ujumla, tulikuwa tumeenda kuhudhuria hiyo kesi, lakini vijana hao hawakupelekwa muda huo. Sisi tulipoondoka tu wakaenda kusomewa mashtaka Kinyamela, sisi tukiwa hatupo. Waliposomewa mashtaka wakapelekwa gerezani Rwanda. Lakini tarehe 6 ya mwezi wa 8 pia walipelekwa mahakamani ambapo tulienda kusikiliza kesi, lakini upande wa shtaki wanasema taarifa, wanaendelea kukusanya ushahidi. Lakini ukiangalia vizuri, kwa mjibu wa jeshi la polisi lilivyokuwa limetoa taarifa kwamba hawa vijana wamekamatwa kwa njama za ugaidi, walikuwa wamekamatwa eneo la Mafiati Mataa. Lakini ukweli ni kwamba vijana watatu wakuu walikamatwa chuoni kwao. Pia Gwamaka ambaye ndo katibu wa Chaso alikamatwa akiwa kwenye kikao cha kuandaa uchaguzi wa viongozi wa Chaso mkoa, ofisi ya kanda ya Mbeya, ofisi ya chama ya kanda Mbeya. Kwa ukijaribu kuangalia hapo, jeshi la taarifa limetoa taarifa ambayo sio sahihi. Lakini pili, kama walikuwa na nia ya kufanya au kushiriki ugaidi, kwa sababu hiyo issue haijakamilika, mimi nadhani kesi yao sioni kama ina haja kuendelea mpaka leo. Pia kitu kingine, kulingana na taarifa ambayo wametoa jana upande wa shtaki kwamba wanaendelea kukusanya ushahidi, waliwakamataje na waliwapelekaje kituoni kama hawana ushahidi wa kutosha? Maana sisi tumeenda tumesikiza, tumetoa ya kweli, lakini wao wanasema hawana ushahidi. Kwa hiyo kesi inazidi kupelekwa. Pia ninashauri mahakama wasipeleke sana kesi mbele, kwa sababu mwisho wa siku vijana wetu wanaendelea kupoteza muda wakiwa wanaenda kusikiliza. Yaani kesi inakuwa kama vile ya mwenyekiti taifa, baadaye utasikia miezi mingapi wanazidi kukaa kule. Vijana hawa ni wanafunzi na wamekosa mitihani, kwa sababu walikuwa wanajiandaa pia na mitihani ya kufungia chuo. Hivyo mpaka sasa wamepoteza muda wao, pia wamekosa elimu, na hatujui kama watarudi wataendelea au vipi, na hatujui wataachiwa lini. Rai yangu kwa serikali, vijana hao waachiwe, kwa sababu kesi yao haieleweki na haina ushahidi wa kutosha. Pia kesi waliowapatia ni kesi kubwa sana ukilinganisha na wao. Mimi baadhi yao ninafahamiana nao vizuri, sijaona mmoja kati yao ambao anaweza kuwa na haiba na hiyo kitu. Kilichopo kwa taifa la sasa hivi, ukiongea ukweli unaonekana wewe ni gaidi. Kama tunavyoona mpaka sasa hivi kuna watu zaidi ya 61 wamekamatwa, wamewekwa ndani, viongozi wa chama pia na wanachama wengine wamewekwa ndani kwa sababu ya kuongea ukweli. Lakini ukiwa unaisifia serikali unaonekana wewe uko vizuri na haushikiliwi. Mimi nilikuwa ninajiuliza sana, kama sisi ambao tunakuwa tunaongea ukweli kuhusu masuala yanayoendelea tunapewa kesi za ugaidi, vipi kuhusu vijana wa UVCCM ambao saa nyingine wametoa kauli tofauti na zipo mitandaoni nyingine kuhusu kutia hofu kwa wananchi, kutia hofu kwa wanachama wa vyama vingine, lakini sijaona kama wamefunguliwa mashtaka. Sijaona hizo taarifa, ila sisi ambao tunaongea ukweli tunapewa mashtaka na kufunguliwa kesi na kupelekwa ndani. Kiufupi, kwa nchi hii sasa hivi tulipofika ni kwamba vijana wa Chadema wakiongea kuhusu swala la maendeleo ya nchi, yani vijana wa Chadema
kama vile Bavicha, Chadema kwa ujumla, pia Chaso, sisi tupo tunaongea kwa ajili ya masuala ya maendeleo ya nchi. Lakini ukija upande wetu, kwa upande wa pili, upande mwingine, upande wa CCM wanabezi sana kwenye masuala ya chama, yani wanatetea chama, lakini sisi Chaso, Bavicha au Chadema tunatetea nchi. Kwa ni ukiangalia ni vitu viwili tofauti, tumebezi tofauti. Pia ushauri wangu mwingine, jeshi la polisi liache kukamata sisi vijana, kwa sababu linatia hofu kwa umma, na kama linatia hofu kwa umma, ukienda kuangalia kwenye kitu kinachoitwa Prevention of Terrorism Act, inasema mojawapo ya kigezo ya mtu kutuhumiwa kesi ya ugaidi ni kutia hofu kwa umma. Kama tunavyoona sasa hivi polisi wanakuwa sana wanatembea na silaha kutia hofu kwa jamii. Mimi nadhani labda watu ambao walikuwa wapewe tuhuma ya kwanza ya ugaidi, kwanza ni jeshi la polisi wao wenyewe, kwa sababu wanatia sana hofu kwa jamii. Cha ajabu sisi ambao tunatetea na kuongea ukweli tunapewa hiyo kesi ya ugaidi. Lakini pia licha ya kuwa haya mambo yote yanaendelea, vijana wa vyuo wanakamatwa na kushikiliwa, uongozi wa TAHLISO haujatoa tamko lolote lilo. Hivyo nilikuwa naomba kama Mheshimiwa Rais wa TAHLISO Geoffrey Kiliba, kama alivyokuwa ametengeneza ile platform ya mama asemewe, pia ilikuwa ni vizuri sana na kuzungumzia swala la vijana wanaokamatwa na kupewa mashtaka makubwa au kesi kubwa kama zinavyoendelea. Lakini kitu kingine, ndugu wanavyuo na vijana wenzangu, nilikuwa nataka niwase kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa ambacho kimesambaa sana mavyuoni kwetu, na kipindi tunamaliza huko elimu za chini tulikuwa tunaambiwa ukienda chuo jitahidi sana kuwa mwanachuo. Mimi binafsi nikikumbuka niliambiwa hayo maneno kwamba jitahidi kuwa, ukienda chuo jitahidi kuwa mwana CCM, UVCCM, kwamba kuna favor fulani inapatikana hasa pia upande wa ajira. Lakini ukweli ni kwamba tangu mwaka 2020 mpaka mwaka jana wahitimu ambao wamehitimu vyuo ni kwa mwaka 2020 walikuwa ni 60,940. Baadaye 2021 walikuwa wahitimu kama 56,000. Baadaye wakaja 48,000. 2022, 2023 walikuwa 54,000. 2024 walikuwa 57,000. 2025 walikuwa wanafunzi 56,000. Ukichukua hiyo hesabu ukijumlisha na hizo point ukifuatilia vizuri utakuta ni wanafunzi zaidi ya 329,000 wamehitimu chuo, na ajira zilizotoka kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka huu ni ajira takriban 1,155,000. Kwa ukipiga hesabu vizuri, na hapo sijajumlisha wanafunzi ambao wamemaliza sasa hivi mwaka huu, ambapo ukifanya makadirio ni kama wanafunzi 55,000 mpaka 60,000. Kwa hiyo ukichukua ile 329,000 ukijumlisha na 60,000 unapata kama 389,000, na zile point ni kama vile 390,000. Sasa wanafunzi 390,000 waliopata ajira ni wanafunzi 155,000. Tena hao 155,000 yawezekana wengine walimalizaga 2010 huko, 2008, 2010 na ngapi huko. Hizo ni kwa makadirio. Kwa hiyo ukisema wewe hauongei au wewe unaogopa kuongea kwa sababu kuna favor fulani itapita, ndugu, mimi niseme tu kweli, kulingana na mfumo ulioko sasa hivi tunaona kabisa wanaopewa ajira aidha ni kwa maelekezo au kuna kitu fulani ambacho kinakufanya upewe ajira tofauti na qualification yako, ila sio kwa sababu wewe ni mwana UVCCM. UVCCM wangapi wamemaliza vyuo na hawajapewa kazi? Watu wangapi walikuwa ni wanachama na hawajapewa kazi? Ila kwa sababu wewe tumepewa hayo mashinikizo. Mimi binafsi hiyo kauli ya kwamba ukiwa mwana UVCCM kuna favor fulani inapita, of course hiyo mimi naomba ni clarify kwamba hicho kitu hakipo, kwa sababu mimi mwenyewe nimekuwa ni shuhuda. Wapo ambao walimaliza walikuwa na UVCCM mpaka leo ni wana UVCCM, lakini hamna walichokipata. Zaidi tu unapewa oga. Mifumo imetengenezwa serikali, yani serikali inatoa elimu mbovu, pia inatengeneza mfumo mbovu. Huo mfumo mbovu unakukandamiza wewe ili uamini kwamba ukisema tu utapewa favor, lakini kiukweli hamna favor inayofanyika. Kwa ni kama vile tunafanyiwa kama mchezo na tupo ndani ya system.
tupo ndani ya mfumo ambao serikali imeweka. Kwa tuachane na hayo maswala. Mimi binafsi nasema kwamba ni bora useme ukweli na hujapata kazi au hujapata ajira, kuliko wewe ni mwana VCCM hujasema ukweli na bado hujapata kazi. Yupi bora? Bora naye atoa na hajapata kazi, angalau unakuwa uko vizuri upande wa kisaikolojia, lakini unajua tu unajua kwamba licha ya kuwa sijapata kazi lakini nimesema ukweli. Pia kitu kingine, vijana wenzangu wana vyuo na vijana wote kwa ujumla ambao sio wanachuo, kitu ambacho naomba kuwasihi na kuwatia faraja ni kwamba licha ya kuwa ya mifumo yote inayobana na kutia hofu sisi wananchi, wewe ukikaa kimya, mimi nikakaa kimya, kila mtu akakaa kimya, hamna mabadiliko yanayofanyika. Hata kipindi cha babu zetu akina baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere walikuwa ni wanaharakati. Kwa kama wao wangekaa kimya, yawezekana tusingepata uhuru mpaka leo. Lakini sasa walitoka wakaongea, licha ya kupewa vikwazo ambavyo vinatokea kama sasa hivi, lakini imesaidia kuliko tukikaa kimya, kwa sababu tunaogopa mifumo. Mifumo ipo, yani unaweza usiongee na bado maisha yako yakawa magumu. Kwa hiyo ni bora useme, wao watajua. Serikali ituchukulie sisi vijana ambao tunaongea ukweli, ituchukulie positively, isituchukulie negatively. Na nadhani serikali kama itatuchukulia positively, ndio itakuwa ni chachu pia maendeleo. Kama itaacha hizi mambo za kukamata watu wakiongea ukweli, za kukamata watu wakifanya kitu fulani ambacho ni kizuri, ikawachukua wao vijana, tutapata vijana mmoja wazuri sana. Sisi kizazi cha sasa hivi, vijana tulioko sasa hivi, hasa napenda sana kutoa mfano kwa VCCM. Binafsi vijana wa VCCM ambao wako sasa hivi ni kizazi mmoja cha hatari sana na kibaya sana kwa maendeleo ya baadaye. Na nadhani viongozi wakubwa, labda umri ambao umeenda, waliangalia sana wawe na uchungu na taifa, kwa sababu hawa vijana ambao ni VCCM au tuseme ambao wapo kwenye mfumo moja, ni kama vile wana asili ya uchawa. Pili, pia unafiki, yani ni yupo kwa ajili apate kitu fulani. Kwa hiyo ni kitu fulani kimejika kwao, kwa wanaona ili nipate favor fulani lazima niwe VCCM, lakini haangalii maslahi. Kipindi cha baadaye sisi tukiwa labda ni watu wakubwa, umri umeendaenda, hawa vijana ambao tunawatengeneza sasa hivi wa VCCM wanakuwa ni vijana ambao ni toxic sana, kwa sababu tayari walishakuwa na ubinafsi tangu wakiwa vijana, tangu wakiwa wadogo. Kwa mfano wakipata nafasi inakuwa ni hatari sana, na hicho kitu pia serikali ikiangalie sana. Lakini kitu kingine, serikali ina wajibu mkubwa sana wa kuweka mshikamano na kutengeneza ushirikiano mzuri kati ya wanafunzi, vijana. Ukiangalia kwa mfano asilimia 34.5 kwa approximation ya asilimia 35 ya population ya Tanzania kwa mujibu wa sensa 2022 ni vijana. Kwa kama vijana ambao ni asilimia 35 na ndo taifa la baadaye, ndo wao sasa hivi ambao wanajengewa uoga, wanatishiwa, wanapewa hofu. Je, nyinyi wazee ambao mtakuwa umri wenu umeenda, mtakuwa ambao mmeachia madaraka, mnawaachia vijana, hilo taifa litakuwaje? Si bora hata ya ukoloni kipindi kile, itakuwa ni ukoloni zaidi. Yani jinsi mfumo ulivyo sasa hivi ni vile, yani tunajitawala sisi wenyewe. Ni jambo ambalo kidogo linachanganya. Lakini kitu kingine, ubinafsi, nadhani ubinafsi na kutokuwa na malengo ya mbali, maono, inachangia sana mfumo wa serikali uliopo sasa hivi. Ninaongea hivyo kwa sababu mfano tu mdogo, ukiwa hata kwenye familia kwa mfano baba, ukiwa huna lengo la kujenga, ukiwa unapita sokoni utaona vitu vingi sana, utaona labda nyama, utaona matunda utachukua, kwa sababu hela ipo, naona lengo, utachukua matunda, mtaenda kula. Lakini kama umepanga binafsi, familia inabidi tujenge nyumba, hata ukipita sokoni
unakuwa uyaoni matunda au nyama, vile vitu vya sokoni vioni, kwa sababu wewe una lengo la kujenga nyumba. Kwa hiyo nadhani serikali pia ikiweka mfumo mzuri, ikiachana na hizi siasa kwamba dira sijui ya 2050, ikiwa na mfumo mzuri, nina uhakika 100% ili swala la uzalendo litaongezeka na ubinafsi utaisha, pia tutakuwa na maendeleo ya nchi. Mimi nipende kushukuru uongozi wa Baraza la Vijana Chadema mkoa wa Mbeya kiongozwa na mwenyekiti Elisha Chonya na katibu Mheshimiwa Ambokile Mwangosi kwa kutoa ushirikiano mkubwa sana kwenye hili swala linaloendelea. Pia chama kwa ujumla wamejitahidi kutoa mchango mkubwa. Pia kumekuwa na mwitikio mkubwa sana wa wanavyuo pamoja na vijana wengi kujiunga na Chadema kwa sababu ya dhuluma inayoonekana imefanyika. Pia imechangia kwa ukubwa sana. Kwa hiyo ijue kwamba serikali ijue pia au jeshi la polisi lijue kwamba linapokuwa linafanya haya mambo ni vijana wengi sana wanakuwa na mwitikio kuja. Hivyo tunawakaribisha kwenye chama wa vyoni, karibu sana Chaso. Sisi tunawakaribisha pia vijana wa mtaani, karibuni sana Chadema, mkajiunge na Bavicha na chama kwa ujumla. Karibuni sana. Sisi ndio kimbilio la wananchi na tutaongea ukweli, tuko pamoja na chama mpaka mwisho, mpaka kieleweke.